warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitumie fursa hii kuwashukuruni sana watukufu wa Islamu wote ambao mmehudhuria na kupata ibada hii ya Eid. Ninawashukuruni na nawapongezeni sana. Lakini nitumie fursa hii pia kumshukuru sana Shehe wa mkoa na viongozi wote wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania hapa Mwanza kwa kutusalisha, lakini pia kwa kutoa hotuba ambayo bila shaka imesheheni ujumbe, na mimi nisingependa ni haribu sana. Leo ni siku ya furaha. Nimesimama kuwatakieni Eid Mubarak wananchi wote wa mkoa wa Mwanza, wale ambao tumepata fursa ya kusali hapa Nyamagana, lakini wale ambao hawakupata fursa ya kusali na sisi hapa bali wamepata ibada hii katika misikiti mbalimbali. Neno langu kubwa ni kuendelea kuwaomba watukufu wa Islamu, baada ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuendeleza ibada zetu, basi tuendeleze matendo mema yale ambayo tulikuwa tukiyafanya wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Shehe wa mkoa ameeleza kwamba leo ni siku ambayo tunastahili kuwatembelea watoto yatima, wajane, kuwafariji, na tunaambiwa tufanye biashara na yatima na wajane, na malipo yake tutayakuta siku ya Kiyama. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia hajatusahau mkoa wa Mwanza, ameleta zawadi nyingi ambazo mimi mkuu wa mkoa amenielekeza nizitume na kuzipeleka katika vituo vyote vya watoto yatima ili nao waweze kupata baraka hii na furaha hii ya Eid kama ambavyo familia nyingine watapata. Mwisho kabisa, ninaomba wazazi kuhakikisha kwamba tunawachunga watoto wetu katika kipindi hiki cha Eid. Sherehe hizi zianze vizuri kama ambavyo zimeanza, lakini pia tuzihitimishe vizuri ili familia zetu ziwe na furaha baada ya sherehe hizi za Eid. Kwa hiyo jeshi la polisi katika mkoa wetu wa Mwanza na mimi mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa tumejipanga vizuri, hatutalala. Tutahakikisha tunaimarisha usalama wenu na mali zenu katika kipindi hiki chote cha sikukuu hizi za Eid. Baada ya maelezo yangu hayo, ninawatakieni heri ninyi na familia zenu, lakini pia tukutane kwenye baraza la Eid inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.